Afya ni jambo ambalo serikali inastahili kutia maanani sana, kwa sababu ni kitu ambacho inaongelea kuhusu maisha ya wanadamu ambao maisha wa Kenya ambao wanahitaji huduma ya dharura katika maisha yao. Na tusipokuwa tunashughulikia mambo ya afya kwa njia ambao ina makini sana, utakuta kwamba Wakenya wengi watakuwa hatarini. Kwa hivyo serikali inastahili kuwa hainge-devolve hii wizara ya afya. Ingekaa na national government ili wananchi wasiumie katika hali ya matibabu. Wakati wa devolve na wakati mambo ya SHA, unakuta wananchi wengi ambao hata wajero mambo ya SHA na wajarejista wakienda hospitali, unakuta kwamba wanatubiwa kwa sababu ni haki ya kutumbiwa, lakini unakuta kwamba baada ya kutumbiwa wanakaa katika hospitali kwa sababu SHA haiwasaidii na wanaambiwa wanalipa inagharimu walipe. Wale hawana uwezo, wale hawana nguvu ya kulipa kugharimia mambo ya afya, unakuta kwamba inakuwa ni matatizo kwamba wanakuwa wanasubiri kutoka kwa hospitali, wanakaa kwa hospitali na hapo ndio wanaanza kupata magonjwa mengine ya wale ambao wanakuja kushughulikiwa katika hospitali. Niseme kwamba hiyo kitu ambayo ya SHA imekuwa ikichanganya watu sana, ni kwa confusion, kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba inafanya kazi na wale wengine wengi sana wanasema kwamba haiwasaidii. Kwa hivyo ningetaka kuuliza rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ni vizuri kwamba hii mambo ya SHA ajue inafanya kazi wapi na wapi na wapi, ili wale watu ambao hawapati huduma tujue wapate huduma kwa nini na wamelipia SHA na unakuta kwamba haiwasaidii. Hiyo ni kitu ambacho tungetaka kujua, kwamba kati ya rais na hospitali tujue shida iko wapi, ili wananchi wetu waache kuumia. Wamelipa hiyo SHA, lakini wakati wanahitaji matibabu au huduma ya afya unakuta hawasaidiki, wanaumia zaidi. NHIF ilikuwa bora zaidi kwa sababu wananchi walikuwa wanatumia hiyo, wanalipa NHIF kwa mwaka mzima, na unakuta kwamba kwa hospitali za umma wale walikuwa wanatafuta huduma ya matibabu walikuwa NHIF inasimamia almost 100% kama Kenyatta na kaunti zote za nini. Lakini ukija kwa SHA kuna matatizo mengi sana, unakuta kwamba SHA imelipa kiasi fulani, lakini ile kubwa unakuta ile gharama kubwa watu wenyewe ndio wanagharimia. Changamoto kubwa sana kwa sababu tunaitwa harambee kila wakati. Naam, mtazamaji, ndizo hisia za wananchi kutoka maeneo tofauti: Kiambu, Taita Taveta, Naivasha na kwingineko. Na sasa